Bwana Yesu asifiwe. Leo naomba nikukumbushe juu ya ugonjwa hatari wa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni ugonjwa ambao unatesa sana. Ni ugonjwa ambao hauna tiba. Unasababishwa na virus ambayo anaitwa retrovirus, single stranded RNA, ambaye akiingia kwenye mwili wa binadamu anajitengeneza kwa kufanana na mwili na seli ya mwanadamu, kwa maana ya DNA, kutoka RNA kuja kwenye DNA. Anapoingia basi anafanana moja kwa moja na seli ya mwanadamu na anaanza kujizalisha. Kwa hiyo ni ngumu zaidi kumkabili mdudu huyo. Sio kwamba kwa sasa hivi mbali na kutumia dawa za kufubaza maambukizi pamoja na kuwafubaza hawa virusi, sio kwamba ugonjwa huu umeisha. Ujumbe wangu leo ni kwamba ukimwi bado upo na unaua. Ukipitia takwimu unakuja kugundua mamilioni ya watu wanakufa kila siku kwa sababu ya ugonjwa huu. Kwa sababu ni kirusi, unapokuwa unashambulia unasababisha kinga ya mwili inashuka. Na inapokuwa inashuka, automatically inaruhusu mashambulizi ya magonjwa mengine yanaanza kuja kwa kasi. Na wakati huo kinga ya mwili inapokuwa inashuka, basi upungufu wa kinga mwilini unapokuwa mkubwa, basi ugonjwa wa ukimwi unakuwa umeibuka. Na hapo stage ndio zinapokuwa zinaanzia, kuanzia stage ya kwanza mpaka stage ya 4. Njia salama kabisa ya kuweza kujilinda na maambukizi haya ni kuacha. Kama bado hujaolewa, ni salama, na Biblia pia imeshauri na imesema, ambaye anajihusisha na mambo ya mahusiano kabla ya ndoa, huyo atenda dhambi na azidi. Kwa nini umkosee Mungu na mwili wako pia kwa pamoja? Kumbuka mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yawezekana ukaacha, ukajikinga na kila kitu, na inawezekana. Kwa hiyo sikushauri katika njia zingine zote za kutumia kinga na kadhalika kwenye maambukizi. Na kushauri kijana, acha, kwa sababu ukimwi upo na unaua na unatesa. Zile dawa za kufubaza maambukizi, usichukulie poa tu ya kwamba tutatumia dawa na bado utaendelea kudunda. Uliza watu wanaotumia, wakuambie wanapitia na changamoto gani katika dawa hizo. Unaweza ukaota unachomwa mkuki, umekaa hivi unaona simba na kukimbiza. Zina hallucination au maruweruwe ya kutosha. Lakini kama uko katika ndoa na Bwana amewabariki, bado mna survive, mnaishi vizuri, hakuna maambukizi, familia ni nzuri, rizika na mwenzi wako uliopewa. Bwana amekupatia, basi huyo ndio mwenzi wako ambaye amekupatia na Bwana. Pengine haya ni kujidanganya. Lakini pia tamaa pamoja na mwili havijawahi kuridhika. Chochote kile unachokifanya kitakutaka ufanye zaidi. Na matokeo ya dhambi siku zote aibu, kudhalilika, na mwisho ni mauti. Jukumu lako ni wewe kuchagua sasa. Ufanye lipi? Uwe mwaminifu katika ndoa, usubiri kabla ya ndoa, au udhalilike pamoja na kifo ukiweze kupata baadaye. HIV ni kitu kingine. Maisha bila maambukizi ya virusi vya ukimwi inawezekana. Bwana awabariki sana.